sitawasyon. Ikasalita kita po. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Father. My Father.
Hautapoteza time. Hata sekunde moja itakuwa baraka. Hata lisali moja litakuwa baraka. Hata wiki moja itakuwa baraka. Hata miezi itakuwa baraka. Katika jina la Yesu. Sakara la Roho. Leo Baba useme hakuna siku utapoteza time. Kupoteza time ni kupenda kwako. Be serious na life yako. Kuwa serious na maisha yako. Sio wakati wa kupotezewa time. Sio wakati wa kupoteza time. Kumbuka miaka inasonga. Lazima jambo likatendeke. Mambo mapya yakatendeke. Vitu vipya vikatendeke katika maisha yako. Hakuna mwanadamu aliyekuumba, uliumbwa na Mungu. Mungu alikuumba na sababu kuna masaa yako na Mungu. Kuna muda wako na Mungu. Huu kawe muda wako na Mungu. Huu kawe ni muda wako na Mungu. Wakusonga, wakuenda sasa, wakupenya, wakuenda. Usicheze na hiyo naka. Usicheze na huo mwaka. In the name of Jesus. Satan la muziki. Liba bonesa. Hata temmoja mtu asikupotezee. Liba bokitala na mo. Likabu setelima. La nairi ya naresa. Sichezee huo muda. Sichezee huo muda. Usichezee. Muda wako ukasonge na vitu zako. Nyota na nguvu zako zikafanya kazi ya kukuletea faida, sio hasara. Usiishi kwa faida, usiishi kwa hasara, ishi kwa faida wako na kwa wengine, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, kesho wa leo ni prayer, maombi, worship. Shetani amozeni likana leseta, vitu vikafunguke, maisha yako yakafunguke. Usizoee muda. Muda sio kuzoelewa. Muda ni wa kuheshimiwa. Mtu aheshimu muda wako. Mtu aheshimu siku zako. Mtu aheshimu, utaheshimika. Biblia inasema utafanyiwa heshima. Atatengeneza heshima. Heshima kwa ile muda utatengenezeka. Huu mwaka ni wa kutengeneza heshima. Watoto wangu mnaposoma, usipoteze miezi, usipoteze muda. Jua kile unachofanya. Mama yangu, mama yangu. Hakuna shetani atakapoteza muda kwa maisha yako. Hakuna uchawi utakapoteza muda kwa maisha yako. Kila roho ya kupotezea muda inaondoka, inasafirishwa. Haifai kukaa kwako. Haifai kukaa kwako. Kuchoka na ukapoteza muda kwa sababu kazi na ikamrudisha karabondika. Yes. Sitakuacha
Basi waliokuzoea watashangaa. Kitu kilichowekwa ndani yako ni tofauti na kile walichokijua jana. Kuna mtu kacheza na muda wako. Hauwezi kuja kukesha bure, hata usingizi hakuna. Unafikiria maisha yako, mwaka nimeuanza, mwaka nimeuona, nitafanya nini? Bwana atakufanyia kazi yake. Usiwaze sana. Bwana atafungua njia mahali pasipo. Usiangalie waliokudharau. Natengeneza madhabahu moja kwako ya ushindi, kwa sababu ni madhabahu ya Yesu. Andiko nasema atakayecheza na wewe ni kama anacheza na moli ya kichwa la Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Nasikia sauti ya Bwana ikinena juu yako. Voice of the Lord. Neema ya kipekee Bwana Yesu. Thank you Lord. Hii asante ya leo ni ya nguvu sana. Nasema natangaza Bwana yako. Oh Bwana, utanishangaza mwaka huu my Lord. Mkono wa Bwana uwe juu yako, ukutendee vitu vya ajabu, ukubariki. Kitu kipya kiwekwe ndani yako, kama neno la Bwana lilivyosema. Tukaingia saa 6 tukaanza kushangilia. Kuna watu ukiwaona wanakwepa kwa maisha yako, usiwadai, waache wanunue. Kuna watu wataletwa, wacha wakuje. Kwa sababu Mungu anataka kufanya jambo jipya. Mungu anataka kufanya kitu kipya. Na hata ruhusu yoyote atakayezuia. Nilikwambia maadui, watesi, waganga, wachawi na yoyote aliye kinyume chako atabogopa, atakusogelea katika jina la Yesu. Silaha itakayofaulu tena kwako, hakuna ulimi utakaokiri mabaya juu yako uweze kufaulu. Bwana anatawala sasa. Bwana anatawala. Nataka nipate mtu aliye na imani aseme amen. Nipate mtu aliye na imani aseme amen. Nipate mtu aliye na imani aseme amen. Yaani aseme amen hivyo tena. Niseme hivyo tena. Amen hivyo tena. Katika jina la Yesu. Bwana wewe ni mtu mzuri sana. Unapofanikiwa sana. Unapopendeza sana. Unapouinuliwe sana.
kiroho kwa sababu unampenda Yesu. Unampenda Yesu. Uko kanisani Bwana. Uko kanisani Bwana. Sababu ameenda kulewa. Mwanangu barikiwa. Nasikia tu moyo wangu ukisema mwanangu barikiwa. Barikiwa tu mtoto. Barikiwa mwanangu. Ni machozi yangu si ya masikitiko, bali ninaona kitu kitakachoenda kutendeka hapa. Ile ulikuwa na yale mateso uliyokuwa nayo. Utendewe jambo. Baba anaweza yote, anaweza yote, anaweza yote, anaweza yote, tena na nguvu. Ashindi na yote Bwana Yesu. Baba yangu. Hii barabara hii tukitembea nawe ukiwa mbele yetu, hatutakosa chochote, hatutakosa chochote. Yesu ndiye njia ya mafanikio, Yesu ndiye njia ya baraka. Tunakupatia sifa na utukufu, maana haushindi. Hakuna kitu kinachoshindikana kwako. Cha ajabu ni kwamba ulisema mwenyewe kwamba lisilowezekana kwa mwanadamu, kwako linawezekana. Ikiwa sisi tumetoka kwako Mungu, ni lipi ambalo huwezi fanya? Mili yetu unaijua, mishipa yote, kila sehemu ya mili yetu sisi wenyewe hatujiona, lakini wewe unajua, maana ulitengeneza mwenyewe, na kile ulichokitengeneza umejipangia baraka zake. Lakini shetani ambaye Bwana hakupendezwa na uumbaji wa mwanadamu ndiye anayetupiga vita tukose kufanikiwa. Lakini kwa sababu ulileta tegemeo la jina la Yesu, Baba, shetani hatawahi kupata nafasi tena. Wewe ukatawala, maana ndivyo ulivyosema ya kwamba vitu vyote vimewekwa mikononi mwako.
Kama tulivyokosa mwaka uliopita, mwaka huu tutavipata. Mwaka huu tutavipata kwa jina lako takatifu. Mwaka huu tutavipata kwa jina la Yesu. Mwaka huu tutavipata kwa imani iliyotimilifu. Mwaka huu tutavipata. Nasema masaa haya tukawa tunakaribia saa 10, mwaka huu tutavipata. Tunatamka kwa gharama ya imani, mwaka huu tutavipata. Tunatamka kwa imani, ulisema mwenyewe ya kwamba nikiwa na imani kama chembe ya haradali inaweza omba lolote na likatendeka. Basi ninaomba leo kwa hiyo imani uliyosema, mwaka huu tutavipata, mwaka huu tutavipata. Neno lako lina nguvu. Neno lako lina upenyo na lina nguvu. Hakika kilo lilolisema lilitimia. Ulisema nikiwa na imani kama chembe ya haradali. Ile chembe ya haradali ndogo sana, kamefananishwa na kamchanga wa bahari. Baba, wacha nizidishe hiyo. Wacha nizidishe hii Bwana. Yale yote tunayoombea watoto wangu na yale yote watoto wangu wanaomba, wakapokee zaidi. Maana wewe ndio uliyesema ya kwamba ukiomba hilo utabarikiwa zaidi. Basi nami ninawaombea nao wanaomba, wana matumaini ndani ya mioyo yao ya kwamba Bwana hawatabaki jinsi walivyo. Tegemeo lao sio kwa mwanadamu, tegemeo lao ni kwako. Na wewe ndio uliyesema kila tegemeo lao umebarikiwa. Ulisema mwenyewe tunakutegemea, tunakutegemea. Wewe sana ulisema wanaotegemea mwanadamu wamelaaniwa. Baba, hujakosea. Hujakosea, maana kuna wengine walikimbilia waganga hawajafanikiwa, lakini sasa wameamua kukukimbilia wewe. Bwana, anayetegemea mwanadamu amelaaniwa, ila anayemtegemea Mungu amebarikiwa. Maana vyote vilitoka kwa Mungu. Hata yeye anayemtegemea Mungu ameumbwa na Mungu. Hakuna mzazi anayempenda mtoto wake amwacha akiwa anateseka. Hakuna baba, hakuna baba. Hata kama tulipokosea hiyo miaka, tumetubu na kuomba msamaha na kuwasamehe watu waliotubu, ili tusifungiwe nia, ili tusifungiwe baraka. Wakatukaelewa waliokuwa wanafunga dira kwa sababu tumeweka katika mioyo yetu. Baba, tumewasamehe, hatutavuka na umwaka. Baba, tumesamehe wote na wewe tusamehe Bwana. Baba, ulisema ya kwamba tutakapowasamehe nao utakusamehe. Wacha ukatusamehe sote na tukabarikiwe sote na tukatakasike sote na tukafunguliwe sote na tukapakwe sote na tukaendelea sote na tukainuliwa. Usivuke mwaka na stress. Before ifike saa 10, toa stress zote. Toa mawazo yote. Toa uchungu wote ndani ya moyo wako. Toa. Safisha moyo wako. Wote waliokukosea. Safisha wote. Bevya. Mke wako, mume wako, watoto wako, ndugu zako, jamii, marafiki. Samehe. Samehe ukasamehewe. Samehe ukakombolewe. Samehe wote. Samehe wote Mungu. Na kuombea upokee roho ya msamaha. Wote waliokusema kwa mabaya, waliokusingizia vitu hujafanya, waliokupaka matope, leke na uzini. Wasamehe wote. Wasamehe wote. Uliolewa kwa mama moja. Wasamehe wote. Libas.
usifungiwe nira yako na watu wasioamini kama vile unavyoamini. Mungu anataka kufanya jambo na wewe. Mungu anataka kukuokoa. Mungu anataka kufanya miujiza. Andiko amekwambia pale mara ya kwanza, usikumbuke ya nyuma, maana Bwana anataka kufanya jambo jipya. Wakati unaandika tarehe, hautaweka 5 tena, unaweka 6. Mwisho wa mwaka unaweka 6. Miaka inapoongezeka nguvu, baraka, kimaendeleo, kimafanikio, hekima, kiimani, kimaarifa. Ninakwambia usipoteze muda wako hata dakika moja. Kuanzia sasa, kila muda, kila dakika uwe na ina faida yake, na watu wasipoteze muda. Hata kama umeajiriwa mahali, angalia mahali penyewe. Utasipoteze na muda wako. Bwana, mwaka mwingine, mwaka wa Bwana wa maendeleo. Hata huu wanasiasa ni mwaka wa kujipanga. Hata huu ujipange, usipange, jipange. Usipange, wacha Yesu akupange, lakini hao wengine uwapange. Ukapokea neema, uendelee, usirudi nyuma. Utakasirika sana kama mwaka huu utakuka nifike 2027 usiwe kuna jambo ambalo halijatendeka. Maana matumaini yetu sio mabaya, bali ni mema. Na hata Mungu pia naye tumaini lake sio baya, bali ni jema. Bado dakika 10 pale, nifike saa 10 nimalize, na nikupe nafasi ya kupumzika, ili upate muda ya kupumzika, ili ufike nyumbani ukiwa vizuri. Ufika pale pia kupumzike, kupata time kama kitu saa 4. Tutakuwa hapa sisi saa 4, naye Mungu atatenda. Na tutakuwa na chakula. Tutakula pamoja, sababu ni mwaka mpya na neema ya Bwana itatosha. So ombi langu kwa sasa, ile natokisikia msukumo katika roho, ibada ambayo imesalia na hizo dakika 10